Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Kutokana na urafiki unaozidi kuongezeka katika siku za hivi karibuni baada ya Donald Trump kurejea katika ikulu ya White House, yeye pamoja na rais wa Urusi, kumekuwa na maswali mengi ambayo yanajitokeza, na swali kubwa ni katika kipengele cha vita vya Urusi na Ukraine, kadhalika na uhusiano kati ya Urusi pamoja na Uchina. Swali ni kwamba je, Donald Trump anajaribu kumvuta Putin kutoka kwa Uchina, na je hili litawezekana? Ni moja kati ya mambo ambayo wachambuzi wa mambo wamekuwa wakihoji na hata waandishi wa habari. Lakini nini matokeo ya hili? Wachunguzi wa mambo wanasema Trump anataka kuiondoa China kwa kuimarisha uhusiano na Urusi. Lakini swali lililobaki ni kwamba je, hili litawezekana? Rais huyu wa Marekani Bwana Donald Trump alipoketi katika ofisi ya Oval mnamo Februari 28 na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky kwa mkutano wa mashambuliano ya maneno ambapo ungefichua mpasuko mkubwa kati ya Washington na Kiev. Lakini pia aliulizwa na waandishi wa habari kuhusu kiongozi mwingine wa ulimwengu ambaye ni Vladimir Putin, katika mazingira ambayo aliungana na makamu wa rais JD Vance kumkashifu Zelensky kwa kutokuwa na shukrani kwa Marekani kwa msaada wake wa kijeshi na kifedha na kwa kutounga mkono majaribio yake ya kidiplomasia na Moscow. Trump alikuwa na maneno ya huruma zaidi kwa rais wa Urusi na kwamba alikuwa na maneno makali kwa rais wa Ukraine Bwana Zelensky. Wacha niwaambie, Putin alipitia kuzimu kwa mengi pamoja nami, Trump alisema, akimaanisha madai ya mara kwa mara kutoka kwa chama cha Democrats cha upinzani kwamba Urusi ilimsaidia kuingia madarakani ambapo ilifunika muhula wake wa kwanza. Wiki mbili baadaye, kwa vile Ukraine imekubali chini ya shinikizo la Trump kusitishwa kwa mapigano na Urusi bila kutoa dhamana ya usalama inayotaka Kiev, swali ni la nini kinachomsukuma rais wa Marekani kumweka laini kwa Putin ni kwa mara nyingine tena kunyakua vichwa vya habari. Kinadharia hili limejadiliwa sana katika siku za hivi karibuni. Kuhusu Trump, baadhi ya wataalamu wa mikakati wanasema anajaribu ujanja wa hila wa kijiografia pamoja na kisiasa. Anajaribu kuivuta Urusi karibu na Marekani na anajaribu kuiondoa China, mpinzani mkubwa wa muda mrefu wa Washington na mfadhili mkubwa wa Moscow. Lakini pia anajaribu kutengeneza mazingira wakati huu kwa kuweka 10 hadi 25 kwa bidhaa za Uchina ambazo ameziongezea ushuru. Lakini pia mpango wake ni kuonyesha kwamba anawaondoa wa China mbele ya Warusi, lakini wakati huu akiwasifia Warusi, licha ya kwamba rais wa Urusi alikuwa yuko vizuri katika kutafakari mambo, na hata alipokuja na wazo la kusitisha vita kwa siku 30, Urusi ilisema hilo haliwezekani. Rais huyo wa Marekani Bwana Donald Trump anafanya kama alichokifanya rais wa zamani wa Marekani Richard Nixon na Uchina katika miaka 1970. Hatua hiyo ilifanya uhusiano kati ya Marekani na China kuwa ya kawaida baada ya takribani miaka 25 na kuzidisha mzozo kati ya Umoja wa Kisovieti na Uchina katika wakati mahususi wa vita baridi. Kwa hivyo hatua za Donald Trump pia ni sehemu ya hesabu ya diplomasia ya kudhoofisha uhusiano kati ya Urusi na Uchina. Kwa hivyo hatua za Donald Trump ni sehemu ya hesabu ya kidiplomasia ya kudhoofisha uhusiano kati ya Urusi na Uchina ambao umeimarika sana katika miaka hivi karibuni. Lakini moja kati ya mambo ambayo yataweza kudhoofisha uhusiano huu ni kiwa China na Urusi hawatokaa meza moja na kujadili hili na kuona vita hivi ambavyo Bwana Putin anavipigana dhidi ya Uchina. Ikumbukwe China pamoja na Urusi wamefunga mkataba wa ushirikiano wa muda mrefu, na kutokana na hili rais wa Marekani anajaribu kuwatenganisha wawili hawa, moja kati ya mataifa makubwa yenye nguvu duniani, na hivyo kuidhoofisha China na kuwa na urafiki na Urusi kutaifanya pia Urusi inyong'onyee na hatimaye kuvunjika nguvu kwa mataifa haya mawili ambayo mpango wao wa pamoja ni kuhakikisha wanaiangusha Marekani. Hata hivyo Bwana Donald Trump inadaiwa kwamba ametuma vijana wake huko nchini China ili ya kutengeneza na kuboresha uhusiano na Uchina. Hata hivyo amepuuza mapendekezo ambayo anajaribu kuiondoa Moscow kutoka Beijing, na hakuna chochote ambacho Marekani inafanya wanasema kitamfanya Putin kuhatarisha uhusiano na Uchina. Badala yake hatua za Trump zinaweza kuishia kusaidia Beijing. Ukarabati mpana wa uhusiano na Urusi wakati Trump akiwania urais kwa ahadi kwamba angemaliza vita vya Urusi na Ukraine
mawasiliano yake ya hivi majuzi na Putin tangu aingie madarakani yamekwenda mbali zaidi ya mazungumzo ya amani kulingana na wachambuzi wa mambo. Hata hivyo, anaonekana kuweka ukarabati mpana wa mahusiano ya Marekani na Urusi. Na wakati huu anatengeneza mazingira ambayo kimsingi kama Urusi na Uchina hawatakuwa makini, watavurugana na hatimaye kurudi miaka ya nyuma ya kutokuwa na uhusiano mzuri. Lakini wachambuzi wa mambo wanadai kwamba Rais wa Urusi Vladimir Putin pamoja na Xi Jinping ni viongozi ambao wamekuwa kidiplomasia na kwamba kamwe hawataruhusu hili litokee. Ni wakati ambapo Rais Putin anacheza na akili za Donald Trump kama vile bwana Trump anavyocheza na akili za Rais wa Urusi Vladimir Putin, na ndio maana unaweza ukaona katika kipindi cha hivi karibuni, licha ya kwamba anaboresha uhusiano wake na Urusi, lakini ametangaza kwamba ameongeza vikwazo vya Urusi kutokana na vita vyake huko nchini Ukraine. Lakini pia Rais wa Urusi Vladimir Putin hakurupuki kukubaliana na mawazo ya rais huyo wa Marekani bwana Donald Trump. Mtazamaji, nawe pia una nafasi ya kulike, kucomment na kusubscribe channel hii. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote.